Naam, tunaposema Uajemi ni kitu kingine, nadhani watu wawe wanaelewa. Irani sio watu wa kuchezea. Taifa la Irani sio la kuchezea. Na mpaka hivi ninavyokuambia wamesha block ndege za Marekani pamoja na Israeli zisiingie kwenye anga la Irani. Kwa sababu kama mnakumbuka mgogoro unaoendelea ambapo Donald Trump amekuwa akishinikiza sana. Trump, rais wa Marekani, amekuwa akipresha sana kuwa ni lazima Irani iweze kushambuliwa. Na akasema kuwa ni lazima ataishambulia Irani katika hizi presha zake, kwa sababu mpaka unashindwa kuelewa ni kwa nini Donald Trump amekuwa akishinikiza kiasi hiki kuwa lazima Irani waweze kupigwa makombora wasipokuja kwenye mazungumzo ya mikataba hii ya nyuklia, ambapo tunakumbuka rais wa Irani Masoud Pezeshkian yeye alikataa maongezi ya moja kwa moja yeye na Donald Trump. Yeye alikataa moja kwa moja, akasema ataongea na wao lakini sio Donald Trump kuongea naye. Alafu akasema Irani kwa hapa ilipo haipangiwi ni nini cha kufanya, kwa sababu kama wangeamua kuwa na silaha za nyuklia wangekuwa nazo kitambo kirefu sana. Migogoro hii sasa ambayo ndio inayosababisha serikali ya Marekani chini ya Donald Trump, rais huyu ambaye ameingia kivingine, maana ameingia kwa namna ambayo hatukumtegemea. Yani hakutegemewa ingie hivi alivyoingia, yani kwa the way alivyoingia, kutaka kuiongoza dunia kwenye mapigano, kutaka kuiongoza dunia katika migogoro hii ambayo itasababisha pia hata uchumi wa dunia wenyewe kuyumba au kushuka, tuseme hivyo. Kwa hiyo haikutegemewa hivyo kuwa dunia ielekee huko katika mambo haya ambayo Donald Trump anayoyafanya. Kwa hiyo katika hili sasa, au katika haya ambayo yanaendelea, tuliona Marekani ambapo alitoa madege yake ya kijeshi huko kupeleka kwenye kisiwa hicho cha Diego Garcia, na alipofikisha huko basi haya akapeleka na zingine huko, zingine ndio hizi zikawa zimepotezwa mwelekeo kwa sababu walijam GPS. Hawa Waajemi wakajam GPS, ambapo sasa ikapoteza mwelekeo wa ndege pamoja na meli pia vile vile. Lakini kwa sasa ni kuwa Irani amezuia ndege za Marekani haziwezi kuingia kabisa ndani ya Irani. Hilo ndo jambo la ajabu ambalo nao uweze kulijua. Ameweza kuzuia ndege za Marekani hazina uwezo wa kuingia ndani ya Irani. Amefunga anga. Nasema amefunga anga, amefungaje? Mnakumbuka nilivyokuambieni kuwa amejenga hizi rada za Gadir, ambazo rada hizi sasa zitakuwa zinazuia, kwa sababu kama amejenga rada nyingi na ni za kisasa, ana uwezo wa kujam signal na GPS zikapoteza hizi ndege, kama zilivyofanya juzi kupoteza hiyo ndege ya C-17 ambayo ni cargo plane ambayo ni ya Marekani, lakini zilipotea kwa sababu ilipoteza mwelekeo pamoja na meli. Hivi vyote vilikuwa vinaelekea kwenye hiki kisiwa cha Diego Garcia, ambacho ni kisiwa ambacho Marekani ameamua kukaa hapo kujiweka tayari kwa ajili ya kuishambulia Irani. Na ukumbuke sasa kuna mambo hapa ambayo watu lazima tuweze kuyajua kuwa Marekani alikuwa anafikiria, kwanza amepeleka hizi ndege pamoja na hizi meli vita hapo kwenye hicho kisiwa cha Diego Garcia kwa ajili ya kuishambulia Irani, kwa sababu hiki kisiwa kiko umbali wa kilomita 1400 kutokea Irani mpaka hapa hiki kisiwa kilipo, kwa sababu akiweka karibu anajua midude ya Irani the way inavyoweza ikamfanya vibaya Marekani. Kwa hiyo amepeleka hapa, lakini target alikuwa anataka pia Saudi Arabia aweke pale madude yake kwa ajili ya kupambana na Wahuthi kule Yemen. Lakini pia upande mwingine akataka aweke madude yake ambapo kuna ndege moja la kijeshi limeshaingia ndani ya Israeli, ambalo unaambiwa linabeba silaha za kila aina, liko pale Israeli. Lakini pia nataka kuweka pale Israeli kwa ajili ya kuishambulia Irani, ila sasa wataalamu wakamuonya kuwa huyu ukiweka silaha hapa Israeli, ukasema Israeli uanze kuishambulia Irani kutokea Israeli, basi kwa makombora alionayo Irani anaweza akaifutilia mbali Israeli isionekane kwenye ramani ya dunia. Kwa hiyo akawa ambako anategemea sasa, akawa anategemea huku Saudi Arabia. Na huku sasa kumbuka
kwenye haya mataifa ya Kiarabu, mfano tukiongelea Kuwait, ukiongelea Saudi Arabia yenyewe, ukiongelea Bahrain, ukiongelea Umoja wa Falme za Kiarabu, manake huku ndiko ambako Marekani ameweka kambi zake nyingi za kijeshi. Na Iran ameonya yeyote atakayesaidia operesheni za Marekani, yani Marekani hii Iran ikishambuliwa na Marekani kutokea katika taifa mojawapo la haya, kwa sababu huku kwenye haya mataifa kuna kambi zake za kijeshi, basi yeye makombora pale yako locked and loaded kwa ajili ya kupiga nchi ambayo Marekani ataipiga Irani kutokea hapo. Yani atakaporusha tu makombora kutokea hapo, au ni ndege itakaporushwa, alafu wafuatilie wajue ndege hii ilirushwa kutokea wapi. Labda ilirushwa kutokea Dubai, au ilirushwa kutokea Kuwait, au ilirushwa kutokea Bahrain, au ilirushwa kutokea Saudi Arabia, basi makombora yako on high alert kwa ajili ya kushambulia hilo taifa. Jambo ambalo mataifa ya Kiarabu yamemkatalia Marekani kutumia anga lake kwa ajili ya kuishambulia Irani. Ndicho kinachoendelea. Kwa mataifa ya Kiarabu haya yamekataa, yamemwambia Marekani kuwa hapana, wewe ukitaka kupigana, wewe pigana kwa jinsi unavyojua wewe, lakini sisi hatutaweza kutumia maanga yetu au anga letu kukupa wewe ili uweze kuishambulia Iran. Kwa hiyo haya mataifa yamekataa, lakini Marekani naye ameyapa, tunasemaje, ni kama amewaahidi hawa Waarabu. Mfano taifa kama la Qatar, nafikiri Qatar, yes, ambapo wao wameruhusiwa sasa na Marekani kununua hizi drones za M-Q9 Reaper, hizi drones ambazo ndio zimekuwa zikifanya operesheni zake kule Yemen, ambako zimekuwa zikipiga kule Yemen, na Yemen na wao wamekuwa wakizitungua hizi, lakini mwanzo walikuwa hawajawapa hii. Lakini na nchi nyingine pia ya Uarabuni na wao wameruhusiwa kuondolewa baadhi ya masharti fulani, ili tu Marekani aruhusiwe kutumia anga ya Uarabuni kutaka kuishambulia Iran. Lakini wa Irani na wao, au Wajemi sio watu wa kuchezea, Wajemi sio watu wa kawaida. Ndio maana na wao wameandaa tayari makombora yao. Wamesema taifa lolote kutokea kwenye huo ukanda huo huku Mashariki ya Kati ambalo litamruhusu Marekani aishambulie Irani kupitia wao au kutumia anga lao, basi Irani yeye ataongea nao vizuri hilo taifa. Sasa Waarabu hawawezi wakakubali. Mfano nchi kama Dubai vile, unaona the way walivyojenga, walivyowekeza na mambo kadha wa kadha, alafu Marekani tunajua ndio haya mataifa ni mataifa machawa wa Marekani, lakini Marekani aseme kuwa nataka nitumie anga zenu kwa ajili ya kuishambulia Irani. Haya mataifa yamekataa, kwa sababu Irani yeye hachezi kana makombora pale, ambayo yani ametarget kila nchi ambapo kuna uwezekano wa Marekani kufanya operesheni zake kwa ajili ya kuishambulia Irani. Na hawa mwisho wa siku hawa Waarabu wamesema hapana, sisi hapa Mashariki ya Kati tunataka tuishi kwa amani na upendo. Kwa hiyo hatukubaliani na hii ofa ya Marekani kuwa sijui tutumie mataifa yenu kwa ajili ya kuishambulia Irani. Hayo mataifa yamekataa, wamesema hapana, hatutafanya hivyo. Kwa hiyo ndiko mahali ambako vita vinakoendelea. Kwa sasa zimekuwa ni siku mbili ambapo ndege za Kimarekani hazijaonekana kabisa karibu na mipaka ya Iran au karibu na anga la Iran, kwa sababu kumbuke Marekani pamoja na Israeli hawana makombora ya kupiga moja kwa moja mpaka Iran. Wao wanategemea zaidi ndege ndio hizi sasa, ndege ambazo B2 Stealth Bomber au B2 Spirit ambazo Marekani amezipeleka huko, Diego Garcia amezipeleka, lakini pia kuna hizi ndege za kisasa pia F-35 ambazo Myahudi anazo pale. Wao wanategemea zaidi ndege, na kwa sababu mfano hizi B2 Stealth Bomber Marekani alipeleka pale 7 huku Diego Garcia, kwenye kisio cha Diego Garcia, lakini hizi ndege zina uwezo wa kubeba mpaka vichwa vya nyuklia. Zina kasi kweli kweli, yani zinaenda spidi mno. Kwa hiyo sasa lakini zimekuwa zimezuiliwa, haziwezi kuingia tena ndani ya Irani, wameblock. Kwa hiyo ndani ya siku mbili kwenye hiyo guba ya Uajemi, ndege za Marekani hazijaonekana kabisa hapo karibu na anga ya Irani. Sasa je, wa Marekani wataipigaje Irani, ili hali Irani wamezuia hakuna ndege yoyote ya Israeli wala ya Marekani kuingia pale? Mwisho wa siku tunasema tunahitaji amani zaidi. Trump amekuja, hii kuja aliyokuja nayo sio kabisa.
amekuja kivingine kabisa na jinsi tulivyomtegemea. Ndio maana sasa hivi kuna maandamano Marekani, wanamtaka Donald Trump ajiuzuru. Maandamano, watu wameandamana hivi kwa sababu dunia anakoipeleka siko. Angalia, amepandisha ushuru juzi. Ushuru huu umeanza kuwarudi wa Marekani wenyewe, na yani tusababisha maisha yatakuwa magumu zaidi, na sio kama vile alivyosema kuwa mataifa mengine yamekuwa yakiichezea Marekani. Yalitumia kauli kuwa wahuni wanaichezea Marekani, lakini angalia, maisha yatakuwa magumu zaidi. Ndio maana umeona hata Elon Musk huyu ambaye alimpa kitengo cha ufanisi, kitengo ambacho hakijawahi kutokea katika serikali ya Marekani, mwisho wa siku watu wameendelea kuchoma magari yake na mambo kadha wa kadha. Kwa hiyo huyu ndiye Donald J. Trump ambaye anataka kuingiza dunia kwenye vita. Tuendelee kuomba amani. Hatutaki vita, ndugu zanguni. Tunataka dunia ikae kwa amani, tuelewane, kila watu waachwe na mambo yao waendelee nayo. Asanteni sana wanakuwa Mwafrika, na washukuru.